uhalisia na kusema ukweli mchungu, hata kama ukweli huo utapingwa na watu wote. Wahariri zangu ni mashahidi. Nilitoa baadhi ya mifano na ninaweza kurejea kwa haraka hapa kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kama tumepita katika majaribu ambayo baadhi yetu huko nyuma tulifikiri tuko sahihi au watu walikuwa sahihi, lakini baadaye tukajikuta ulikuwa ni ushabiki tu wa mioyo. Mwaka 95 niliwaambia wahariri wenzangu, alitokea mtu anaitwa Augustine Gatonga Mlema, akawa maarufu kweli kweli. Wahariri wengi wa Kongo wale ndani walikuwa miongoni mwa mashabiki wake wakubwa. Miaka miwili walikuwa miongoni mwa mashabiki wake wakubwa. Miaka miwili mitatu tu baada ya mwaka 95 tulikuja kujibaini kwamba ushabiki ule ungetuponza laiti kama tungemwachia urais marehemu Augustine Gatonga Mlema. Toka wakati huo nimejifunza jambo moja: sisi hatupaswi kuwa watu wa postmortem tu. Kama tunakosea kwanza au tuje kufanya masahihisho baadaye, ni bora tuwe watu wa kuzuia matatizo katika muktadha wa kujenga ajenda ili kulinusuru taifa letu. Yako mambo mengi mengine, mheshimiwa mkuu wa mkoa, ya namna hiyo ambayo yametokea, tunayashabikia, tunayafurahia, lakini gharama yake imekuwa makubwa sana. Na kwa bahati mbaya, baadhi ya mambo yanagusa maslahi mapana ya ulinzi na usalama wa taifa letu. Mimi najua kuna kitu kinaitwa responsible journalism, uandishi unaowajibika au kutimiza wajibu. Na kama mnakumbuka, nilikuwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri. Ajenda hii niliibeba mwaka 2011 na ikawa chapter ambayo kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa sasa wa jukwaa la wahariri ndio alifanya presentation kule Arusha ya mada ya uandishi unaowajibika. Deodatus Balile akiwa bado ni Balile kwa miaka 13 ya nyuma, akatoa mada. Na akawa nakumbuka wakati huo waziri wa habari alikuwa Daktari Emmanuel John Nchimbi ambaye leo ni makamu wa rais, na alichukua sehemu ya zile hoja za Balile na ajenda za ule mkutano kama sehemu ya hotuba yake ya bajeti ya serikali mwaka 2011. Kama waandishi wanatambua umuhimu wa kuona kwamba wanapaswa kuangalia wanatimiza wajibu wao ipasavyo kama waandishi, ili tuwe watu ambao tunaweza kuandaa ajenda, na viongozi wetu kuanzia wakuu wa mikoa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kama Afande Mulilo na wenzao wakasema la hasha, hata kama hili lina kera ambalo ameliripoti Kibanda au ameliripoti Zelamula au mtu mwingine, lakini linafaa kuwa rejea. Na ndio kitu ambacho tumekuwa tunakipigania siku zote kama wanahabari. Lakini pengine mheshimiwa mkuu wa mkoa, wanahabari au wahariri, wakati fulani tunapoona sauti zetu zinafungwa na kufutwa, pengine ndio na sisi tunajikuta tukifuata mkumbo huo. Nafanya rejea ya mwisho kuhusu kwa rafiki wangu hapa Mulilo kwamba wakati fulani wa sakata la mabucha ya nguruwe Dar es Salaam na sakata la Mwembe Chai, vyombo vya habari, nadhani nilikuwa na Baraka Islam na wenzangu, tulikuwa Manyerere hayupo hapa, na wako waandishi wa Timbo na Mr. Makunga walikuwa yuko Majira, tulikwenda tukiambatana na polisi walio katika operation kufanya coverage na kamera nyuma yao kwa maelekezo ya IGP na RPC. Kwa hiyo katika matukio yote ya vurugu zile tulikuwa tunapiga picha na kuripoti, na polisi walikuwa wanatulinda wakituambia msiende huku, kwa sababu wakati mwingine mkikaa upande wa pili itatokea la kutokea hapa, mtavunjwa miguu, mtaumizwa, mtasema polisi wametuvunja miguu. Leo hii hakuna ombo ambalo limetokea leo hii na mtanziko ulikuwa leo hii. Laiti kama vyombo vya habari vingekuwa vimeambatana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa mwenendo ule, naamini pengine tungetoa taswira njema zaidi na bora zaidi kuliko tulionayo leo hii, na pengine upotoshaji usingekuwa mkubwa wa kiwango hiki. Lakini mwisho sisi ambao tumepita jeshini tunajua, na RPC anaunga mkono,
Jamani, ukishika ile bunduki SMG alafu muhuni mmoja anajiwe kule, anajiwe kule, alafu unaona amekwenda kurarua si nguo ya mmoja ya polisi wenzetu au wale wameraruliwa nguo zao au uniform zao, unajua kitakachotokea pale? Utatumia silaha ulionayo. Lakini kama kuna vyombo vya habari viko nyuma, atafikiri mara mbili cha kufanya. Hiyo ndio the effect of transparency. Lakini vile vile hata wale wahuni ambao wanajua kuna kamera zinawaona, atafikiri mara mbili, tukienda kibomoa pale tutaonekana. Kwa pengine uhuru wa vyombo vya habari unaweza kuwa chagizo muhimu sana la kiusalama kwa nchi, kama rejea na mafunzo ya huko tuendako. Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.